Kwa majina naitwa Hamis Beto Hamis, ni katibu wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa, idara ya itikadi, uenezi na mafunzo, ninayefanyia kazi kituo changu Zanzibar. Ni kweli kwamba tarehe 26 Aprili tunasherehekea muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Kama mnavyofahamu kwamba muungano huu uliasisiwa na waasisi wetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Abeid Amani Karume, na watu wengi wafahamu kwamba muungano huu umekuja wa kisiasa, lakini watu wa Tanganyika na Zanzibar ni watu wamoja kwa maana ya asili, kwa maana makabila. Na ndio maana unaweza kuona makabila ambayo Zanzibar na ni sasa makabila yako, na mfano unaweza kukuta Wamanyema, na historia inasema kwamba hata katika royal ya ufalme wa Zanzibar waliolewa watu ama mabibi zetu wenye makabila ya Wamanyema. Kwa maana inaonekana ni wazi kwamba jamii ya Tanzania ni moja, ambapo ndio maana unakuta Zanzibar kuna makabila kama wao Wangoni, Wazaramu, Wanureko, Wamanyema, Wasukuma, ambao hawa hawakuja 64 kwenye muungano, wako kwa miaka mingi kabisa. Na ndio maana ukaona kwamba muungano wa 64 umekuja ni muungano wa kiserikali, lakini tayari jamii ya watu wa Tanganyika na Zanzibar ni wamoja, na hili lilitokana, ndio maana muungano ukawa rahisi kufanyika, kwa sababu ni hiyo ambayo nilioelezea mwanzo, kwa sababu ni watu wamoja, tulitenganishwa tu na jiografia za kimaumbile, lakini pia na watawala ambao wakoloni wakizitawala dunia. Na muungano huu umekuja, ndugu mwandishi, kwa mfano mnakumbuka ni baada ya vita vya pili vya dunia kumalizika, harakati za kugombania uhuru zilianza kwa nchi kama za Latin America, Asia pamoja na Afrika. Kwa mujibu wa maandiko historia kwamba nchi ya Ghana, Afrika, chini ya Dr. Kwame Nkrumah ilipata uhuru mapema. Nakumbuka mwaka 1957 Ghana ilipata uhuru wake, na mwaka 1958 Dr. Kwame Nkrumah aliitisha mkutano mkubwa wa vyama vya kupigania ukombozi barani Afrika. Na moja katika ajenda 12 za Accra, Ghana, iliadhimiwa kwamba nchi za Afrika ziendelee kupigania uhuru kwa njia ya amani, lakini ikishindikana hata kutumia njia nyingine, lakini tukifanikiwa kupata uhuru tuungane. Na ndio maana sasa baada ya vita vile vya pili nilivyosema, kwa upande wa Zanzibar tukawa na communities. Tulikuwa tuna Africa Association, Shirazi Association, Hindu Association. Kutokana na Zanzibar historia yake ni pana sana, imeanza tangu karne ya 3, na ndio maana tunasema Zanzibar is cosmopolitan, ni mchanganyiko wa jamii ambazo za kutoka Asia, kutoka Far East, lakini kutoka Uajemi. Ndio maana leo unasikia kuna watu wanajiita Washirazi kule Zanzibar. Kuna watu, na kulikuwa kuna jumuiya inaitwa Shirazi Association. Kuna watu wa Hindu ambao wamekuja kutumia ile monsoon wind. Wapo wa Hindi, Magoa, wote asili ya India, lakini wapo watu wenye asili ya Kiarabu, lakini wapo ambao sisi tunajiita indigenous, wazao wa asili wa visiwa wa Zanzibar ambao ni Afrika, umetokana na mwambao huu wa Afrika Mashariki. Kwa maana hii tofauti na upande wa bara ilivyo. Kwa maana hii ilitupelekea tukao na hizi community za kutokana na makabila yetu na asili zetu. Lakini baada ya vita vya pili vya dunia, nikasema zikaanza harakati za kupigania uhuru, Zanzibar kaunda vyama, ambapo chama cha mwanzo kilichoundwa ilikuwa ZNP, Zanzibar National Party, ambapo chini ya Sheikh Al-Muhsin Barwan. Lakini ilipofika mwaka 1900, hii kiliundwa mwaka 1955, lakini mwaka 1957 ndo ikaundwa Afro Shirazi, baada ya kuungana Shirazi Association na Africa Association, wakaungana hawa wazee, tukaunda chama cha ASP, Afro Shirazi Party. Maana wakachukua ile Afro na Shirazi, ile Africa na Shirazi, ukawa chama cha ASP,
ambacho chama hichi sasa ndicho kilichoendesha harakati mbalimbali za kudai uhuru wa Zanzibar pamoja na vyama vile vya ZNP na ZPPP. Hiyo ni historia ya Zanzibar, tutakuja kuzungumza leo. Tunazungumza muungano, ambapo sasa kwa upande wenzetu wa Tanganyika na wao hawakuwa na association zile za kikabila. Ulikuwa mfumo wa vyama vingi umezuiwa bara. Tulikuwa kama unakumbuka, tulikuwa tuna AA, Africa Association, ilikuwa kwa bara na Zanzibar. Baadaye ikaja taa, ikaja taa, baadaye ikaja TANU. Na wakati Mwalimu Nyerere, historia yake kisoma, tutakuja kuzungumza siku ikifika ya tarehe ya Mwalimu Nyerere ambapo alionekana ndio kinara anatajwa, lakini of course taa ilianza na ilianza kabla Mwalimu na hata TANU baadaye Mwalimu alipomaliza masomo yake kule nchini Edinburgh, Scotland, na kurudi Tanzania na kuwa rais wa taa, baadaye akawa rais wa TANU. Ilipoanzishwa sasa TANU ikawa ndo chama cha kisiasa sasa cha kupigania uhuru wa Tanganyika, ambao TANU nakumbuka nyinyi imezaliwa mwaka 1954, ambapo sasa ikaanza harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika na chini ya Mwalimu Nyerere pamoja na wenzie kina Oscar Kambona, kina Abdulaziz Seksi, kina Mzee Mtevu, ambapo na hapa kwenye historia kwamba wakati 57 kutoka ukaona baina Afro Shirazi na TANU walikuwa na maingiliano mapema. Wakati wanaungana tena Shirazi Association na Africa Association pale Zanzibar, Mwalimu Nyerere alihudhuria ya sherehe ile ya kuunganisha na kuzaliwa chama cha Afro Shirazi ASP pale Zanzibar katika maeneo ya Kisonge. Alikuja na yeye na Mzee Mtevu, ambaye Mzee Mtevu alikuwa ni katibu mkuu wa mwanzo wa TANU. Walikuja na Mwalimu kwa kuwa alikuwa na mahusiano mazuri na kina Mzee Karume. Sasa na huku TANU na huku upande wa Tanganyika tukapigania uhuru, na walikuwa kina Bibi Titi, kulikuwa na watu wengi tu, kuna Oscar Kambona na wazee wengi wanaharakati, ambapo sasa tukapata uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Na mwaka 1962 Tanganyika ikawa jamhuri. Kama Mwalimu Nyerere kwanza 61 waziri mkuu wa mwanzo, baadaye akamwachia Mzee Kawawa kama historia inavyosema, akaja kwa rais wa jamhuri ya wa Tanganyika. Na kule baada ya kupita chaguzi mbalimbali zile za 57, uchaguzi wa 61 Januari, uchaguzi wa 61 Juni, 63 kudai uhuru, mwishowe tukafanya mapinduzi 64. Sasa baada ya mapinduzi 64, serikali ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ilidumu kwa miezi mitatu na kidogo, tukaingia kwenye muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo tarehe 26 kesho kutwa tutauadhimisha ambapo muungano wetu huo. Kwa maana muungano umetokana katika kutimiza malengo ya Afrika. Malengo ya Afrika kwa sababu Waafrika wengi walikuwa bara na visiwani, walikuwa hawapati zile fursa ambazo ziliwastahikia kama wazawa na wazalendo, hususan kwa upande wa Zanzibar. Basi yakaanza mazungumzo ya muungano baina ya Mwalimu na timu yake pamoja na Mzee Karume. Baadaye akafikiwa mpaka kufika Aprili 26 mwaka 1964 pale kwenye uwanja wa Taifa, kusherehekea muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Mwenezi, hakika ni historia iliyotukuka, kwa maana ya kwamba hukubakisha chochote katika historia ya kuasisi muungano huu toka kuanzishwa kwake, vyama vile vilivyoshiriki katika kuanzisha na hatimaye kuunda jamhuri moja ya muungano wa Tanzania, na hatimaye mataifa haya mawili yaliyopo pembezoni mwa Afrika Mashariki yakaungana. Huu ni muungano ambao unatajwa kwamba ni wa mfano, kwa maana ya kwamba miungano mingi sasa hivi imeshakuwa mifupa yake ishateketea. Ndio. Tukizungumzia faida na maslahi, ukiachilia mbali ya kijamii, kiuchumi na hata pia kijamii na mwingiliano wetu, muungano wetu unatuunganisha kwa nafasi kubwa sana. Mwambie Mtanzania, mwambie yule ambaye sasa hivi anamwangalia katibu mkuu, katibu mwenezi, anamwambiaje kwa nini muungano huu unadumishwa na umekuwa muhimu na lazima uendelee kuwepo? Ni kweli kama ulivyosema, wakati tunatafuta aina ya muungano utakao tufaa, uliangalia muungano wote. Unajua duniani kuna muungano, kuna federation, kuna confederation
na union. Iko muungano, kuna jumuiya ile za Ulaya na muungano, kuna jumuiya za Amerika zote. Uliangalia mifumo yote, lakini kwa aina muungano wa Tanganyika na Zanzibar tukabidi tutafute mfumo ambao wa kipekee kwa sababu kwamba Tanganyika inaonekana ni eneo kubwa la ardhi, ni nchi kubwa. Zanzibar ni nchi ndogo. Sasa ukilichukulia muungano tu wa kawaida itaonekana eneo moja au ya nchi moja imeemeza nchi nyingine. Na ndio maana ukaangalia tukakubaliana katika muungano. Tukasema tuna one country two system. Tutakuwa na nchi moja lakini tutakuwa na mifumo miwili. Na ndio maana Mwalimu hakutaka Zanzibar ipoteze ile identity yake, utambulisho wake wa Zanzibar. Tukakubaliana kwamba tutakuwa na muungano ambao kuna mambo yatasimamiwa na Jamhuri ya Muungano. Kwa mfano, tukasema ulinzi na usalama utakuwa ni jambo la muungano, uraia muungano, benki kuu kwa maana fedha sarafu itakuwa muungano, mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa utakuwa ni wa muungano, uhamiaji utakuwa swala la muungano, pamoja na masuala mengine ambayo yale tukahisi mamlaka ya anga na nini haya muungano. Lakini Zanzibar itabaki kuwa na mambo yake ya ndani, itabaki na serikali yake ndani ambao ni mfumo tunaita autonomy ambao upo duniani. Kwa mfano una nchi zile za EAU, nchi za dunia za Kiarabu zile, na miungano kama inakuwa na mambo yake ya ndani, lakini nje inakuwa ni umoja wa nchi za Kiarabu. Lakini mfano mwingine, mfano mzuri zaidi wa Waingereza. Waingereza ndio walitawala. Bahati nzuri wametawala Tanganyika na Zanzibar. Kumbuka kwenye historia mwaka 1890 Zanzibar ilikuwa chini protection ya Waingereza kumlinda mfalme wa Zanzibar. Kwa maana hiyo sisi tuna ile Commonwealth system ambayo sasa ukiangalia Uingereza ile, Waingereza wanafikiri labda kitajwa London kitu moja. Hivi ile ni visiwa. Kuna United Kingdom ule. Kuna Irish, kuna Scotland na kule wapi muunganiko. Kwa maana hiyo angalia Scotland muungano ule. Angalia Scotland. Scotland ni kama Zanzibar. Ina mambo yake na waziri mkuu wake na nini. Civilization states. Of course. No. Sasa hawa walitawala na mfano kama wewe, alafu na wao bado wako kwenye muungano. Sisi wachokochoko wanataka chokochoko tuue. Kwa maana hiyo si jambo geni lililokuwepo. Mwenezi, speaking kwenye chokochoko, watu wamekuwa wakiubeza lakini pia wakitweza umuhimu na ukubwa wa muungano huu. Lakini ukiangalia mantiki yao hawajui kwamba faida hii iko, mapana yake ni makubwa. Umezungumzia masuala ya kimuungano, lakini wanatakiwa wajue kwamba duniani mataifa makubwa, alisema Mwalimu Nyerere kwamba yanatamani yaungane. Vipi sisi ambao tunatizama muungano kiigizo leo tunataka kufarakana na hatimaye kutaka kuvunja muungano? Nadhani ndugu mwandishi, nakuja kwa kwamba na nadhani hivi karibuni vyama mmesikia watakuwa na makongamano kuelezea muungano, lakini ni vizuri yetu sisi itatoka mapema, ambapo nitoe indhari na tanabai kwa Watanzania kwamba muungano huu una faida kubwa sana kwa pande zote mbili. Kwa mfano, kwanza kiulinzi, ambapo hakuna kitu muhimu sasa hivi duniani na hali ya dunia ilivyochafuka kama na ulinzi. Leo hii kwa mfano Zanzibar baada ya 64 ilikuwa na majaribio zaidi 12 kutaka kuipindua serikali ya Zanzibar. Na jaribio la mwisho lilifanikiwa kumuua rais wa kwanza wa Zanzibar. Kwa lile jaribio katika hayo 12 moja lilifanikiwa la kumuondoa rais baada ya kushindwa kuipindua, kwa sababu ukigusa Zanzibar sasa umegusa Tabora, umegusa Mwanza. Kwa maana ile force ya ulinzi itakuja kuondoa kabisa. Na ndio maana wote wanapiga chokochoko walikuwa na malengo yao sio mazuri. Na ndio maana kwamba historia ya Zanzibar kidogo ina ukakasi ya matokeo mbalimbali yanayotokea. Na ndio maana kwa maana hiyo moja kitu muhimu sana ambao Watanzania tunataka tujivunie ni usalama wa taifa letu. Muungano umetuhakikishia ndugu mwandishi kuwa na amani. Leo akitokeza yote kuivamia Zanzibar pamoja na udogo wake kisiwa, resistance kubwa itatoka upande wa pili kwa sababu ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili la kwanza kwenye ulinzi. Lakini la pili, ukiangalia Zanzibar
eneo lake la kiutawala ni dogo. Kwa maana yake ni nini? Ardhi yake ni ndogo, population inaongezeka. Wakati tunaungana Wazanzibari tulikuwa tuko kama 400,000 na kitu, sasa hivi takriban tuko 2 millions. Sasa usingekuwa na fursa ya upande wa pili ambapo tuna ardhi kubwa, tuna facility nyingi, ambapo Wazanzibari wengi wamejiwekeza wingi bara. Leo ukiangalia mfano hai, watu hawataki kusema watu wanafanya biashara, watasema mifano ya kitoto kabisa. Wanafanya biashara Dubai, wapi huko kote utumii shilling, unatumia dola. Lakini ndani ya Tanzania transaction unatumia shilling. Kwa maana hiyo, angalia pili. Leo mchukulie mtu kama Bahresa. Bahresa angelikuwa yuko Zanzibar tu, asingekuwa na expansion kubwa ya biashara. Leo katumia fursa ile kwa bara. Leo Bahresa huko ana ardhi kubwa, mabilionea wa Tanzania. Ardhi kubwa ya upande wa Tanganyika huko. Na kapata kama kapewa kama Mtanzania, sio Mzanzibari. Si kama Mzanzibari. Ambapo ana facility kapewa kama Tanzania. Leo sheria za nchi hii, mgeni hawezi kumiliki ardhi kubwa. Ana masharti, anatakiwa alipe makodi chungu mzima. Anatakiwa analyze. Leo Bahresa anamiliki mwenyewe ardhi yake mwenyewe. Kama ni Mtanzania, fahamu, kaitafuta, tuna viwanda. Angalia biashara kubwa leo iliyofanyika kwa sababu ya muungano. Muungano imempa fursa wafanya biashara wa Zanzibar kutumia eneo la bara kujinufaisha na kujiendeleza kiuchumi. Lakini sio hivyo tu, hata kwa maana settlement, kwa maana kupata makazi. Leo sote tuna vibanda hapa. Tuna vibanda Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, wapi. Ulizi ni fursa ya muungano kijamii. Kwa maana nikasema muungano wetu umebebwa zaidi na wananchi wenyewe, jamii yenyewe. Kwa maana ukiangalia muungano, wananchi hawana shida na muungano. Wenye shida wanasiasa kwa kutaka ukubwa. Hapo kwenye hapo sasa tutazungumza au Zanzibar tuna kiti chetu Umoja wa Mataifa, tutazungumza. Watu wanapiga kelele katika maslahi. Lakini tuangalie maslahi mengine. Umesema na leo hii lazima Watanzania wafahamu, na toa hii darasa walifahamu kwa kina, hususan vijana. Na mimi hata jana nimetoa article nimwambia vijana lazima wasome historia nchi yao, wasome viongozi. Kwa mfano, leo hii watu wanazungumza juu kuhusu muungano. Lakini leo muungano, tazama. Tumetaja mambo ya muungano. Tuna ulinzi na usalama, uhamiaji, tumesema si ndio? Leo kwa taarifa yako ndugu mwandishi, askari polisi si muungano? Jeshi la wananchi si muungano? Usalama wa taifa si muungano? Na taasisi nyingine za kimuungano, uhamiaji. Leo Zanzibar inapata huduma kutokea vyombo hivi vya kiulinzi. Lakini kama Zanzibar, serikali ya Zanzibar haichangii chochote katika malipo yao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano imebeba. Kwa sababu ndio ilichukua sovereignty ya Zanzibar ikaongeza kuweka kwenye sovereignty ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo, angalia. Alafu sasa chengine, sasa hivi kama unajua Zanzibar ni nchi ya kitalii, si ndio? Uhamiaji ni idara ama ni jeshi la muungano, sio? Sasa tunaita jeshi la uhamiaji. Wale wana jukumu la kutoza visa unapoingia nchini, nalipa visa, una zile resident permit, vibali vya kuishi na vitu vingine. Sasa hivi kama mgeni anakuja Tanzania, anaposema mimi destination yangu Zanzibar, visa ama mapato anayolipa kwa ajili ya kuingia nchini yalipaswa kuingia kwenye mfuko wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu tukagawana, si ndio? Lakini sasa hivi fedha ile ikiingia inakwenda moja kwa moja kwenye treasures, hazina ya Zanzibar. Umeona? Lakini makato ya watumishi wa muungano wote walioko Zanzibar, kuanzia jeshi la wananchi, polisi, usalama wa taifa, idara nyingine, anapokata kodi ile ya mshahara inaingia kwenye treasure ya Zanzibar ama hazina ya Zanzibar, kwa sababu anatumia facility za Zanzibar. Kwa maana watu wanapozungumza muungano hawazungumzi faida zake, lakini wengine Zanzibar inapata zaidi ya bilioni 11 kwenye mgao huu wa masuala ya communication. So unajua tuna makampuni ya simu haya ambayo yana operate pande zote mbili, ambapo inapata mgao wake Zanzibar. Lakini Zanzibar inafaidika na huo muungano. Sasa tunazungumzia faida za kiserikali. Kwa maana hiyo sasa hivi zikija ajira, ajira zimetangazwa na taasisi ya muungano.
Zanzibar ina 21%. Mgao mzima wa ajira, angalia Zanzibar udogo wake, alafu angalia ukubwa wa Tanzania. 20% zinakwenda kwa watu wa Zanzibar. Watu wa Zanzibar tu, na hizo haziguswi hizo specific kwa watu wa Zanzibar. Lakini ukiacha hayo, leo kwa mfano Zanzibar inapokuwa inahitaji kukopa, inatakiwa ilete maombi yake kwenye sovereignty state, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano anakopa kwa niaba ya Tanzania. Zanzibar inaleta mahitaji yake. Mfano mkopo tunataka tukope dola bilioni 1. Zanzibar inapata portion yake sasa hivi. Umetoka kwenye 4%, inapata 9% kwa kuendesha miradi yake. Hiyo marejesho sasa hairejeshi Zanzibar, inarejesha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini chingine, faida ya Zanzibar nyingine, ile kuwa ni autonomy, ina mambo yake ya ndani. Zanzibar inaweza kukopa kupitia finance institute za fedha za ndani, ikiwemo commercial bank hizi, ambapo unaona kibiashara. Kwa maana Zanzibar inaweza kupata mikopo mara 2 kutumia taasisi za fedha. Inakopa kama nje, kwa sababu ni jamhuri, lazima inakopa ni sovereignty state, lakini pia inaweza kukopa kupitia taasisi za ndani, na ile bondi yake inakuwa iko chini ya BOT. Unaona kazi sasa. Kwa maana muungano una faida ya kiserikali, watu wanataka vyeo wote na kiti na nini, lakini ukiangalia in deep, Zanzibar tunafaidika sana. Kwa maana huu muungano una faida kijamii, kiulinzi, kiserikali, ambayo inaisaidia sana Zanzibar kupiga hatua sana. Na ndio maana Rais Mwinyi mumeona anavyofanya vizuri sana kwa Zanzibar.